sababu neno la mkubwa ni neno lenye liko na maana. Amen, amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Praise the name of Jesus. Tunapaswa kuwa na ile moral. We should have that moral pigia neno la Mungu mikono, to clap for sababu the word of God, halikuje kwa bure. because it doesn't come Asante in vain. sana. Mungu awabariki. May God bless you. Tunashukuru Mungu wetu tena. We thank our God again Ametupatia neema ya kusimama for giving us the opportunity to kwa stand mwanzo wa mwezi huu. to this month. Yesu asifiwe sana. Praise the name of Jesus. Wewe na mimi tunavuka mwezi wa 4 You and I have crossed April kwa neema ya Mungu. by the grace of God. Ninashukuru tena baraza ya I kanisa also do thank the committee of elders kwa kuwa wameona ni leo niseme kwa niaba ya Bwana. for them seeing that it's better to speak the people Tunashukuru of God. sana na Mungu awabariki. Thank you, may God bless you. Kisi umefika leo tena kusikiliza Mungu. The way you came to listen to Mungu God, akubariki mwa ibada ya may the leo. Lord bless you into this service. Amen, amen. Amen. Tutaongea habari za Mungu We are going to speak the word of God kama vile tumesikia. as we've heard. Tulikuwa na mwalimu tangu siku ya kwanza We had a preacher since Monday na alitufundisha vizuri, and he taught us so well. lakini alituambia habari za mtu gisi anapaswa kuendelesha tena safari. But he told us on how one can proceed with the journey. Akatuambia kwamba tunapaswa kutia tena nguvu kwa safari ili He tuendelee. told us that we should put effort in the journey so that we can move forward. Tusikate matumaini. We shouldn't cut off our hope. Na neno tutaongea saa hizi And the word we are going to talk about ni now, kukuambia kwamba usikate tamaa. don't be disappointed. Usikate tamaa. Don't be Sijue disappointed. kama unaweza kupatia mtu moja mkono, I don't know if you can mwenye shake iko your neighbor jirani yako hands, mpe mkono, mwambie tu shake their usikate hand and tell tamaa. them, don't be disappointed. Amen, amen. Don't run away from your hope. Kuna mchawi tena mwenye hapatie mwenzake mkono We umu. have Patia enough. mwenzako mkono, mwambie Shake your neighbor's hand. usikate tamaa. Don't cut off your hope. Nisikuwe njo mchawi mimi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the name of Jesus. Tuliongea mengi ambayo mwalimu tulimsikiliza, We spoke a lot and we've heard from our preacher. na mwalimu akatuonesha ya kwamba And the preacher showed us that kukata tamaa kuko vitu vya mingi sana vya kukatisha watu tamaa. there is a lot of things that can Na make people alikuwa run away from anaongelea their hope. habari za Elia. And he was talking about Elijah. Alisema mengi siwezi He kuyarudilia spoke wewe a mwenye lot that I wakukua. cannot speak again. Alituambia vya mingi sana. He told us a lot. Akatuonesha He kwamba showed us that. ama neno la Mungu likatuambia The kwamba word of God told us mtu anaweza fanya makubwa, a person can do great mtu anaweza things. fanya You mengi, can do a lot of things. mtu anaweza fanya maajabu You sana, can do wonders. lakini kule kumwisho But at the end, unafika kwenye unashindwa, you reach at the time that you unafika cannot, kwenye unachoka, where you are tired. unafika kwenye unaisha You sufle, reach at the time that you nguvu don't have strength. zinakuisha, You run away from your hata strength, kama ulishafanya makubwa. even though you've done Na mighty sababu ya things. hiyo That because of that, sikutakie ile I tabia, don't wish for that sikutakie behavior. I kushindwa, don't wish for you lakini to fail, nakutakia kushinda. but I wish for you to Mungu win. wetu apewe sifa. Praise the name of Jesus. Eliya ni nabii wa Mungu. Elijah is a prophet of God. Eliya ni mtumishi wa He is a Mungu. servant of God. Anafanya vitu vikubwa. He did great things Kupitia Eliya through Elijah. anasimama, He stood anaambia mvula and he told the rain, usimame, usinyeshe stop, don't rain kwa hii nchi in this miaka land. 3.5. 3.5 years. Kwa neno la Eliya By the word of mvula Elijah, zinasimama, the rain stopped. watu wanatafuta mvula katika nchi, People looked for the rain across the kiasi country wakaikosa. until they missed it. Lakini pia kwa mkono wa But Eliya again, by the hand na of kwa Elijah neno la and by Eliya the word of Elijah, moto ulishuka, the fire moto descended. uliteketeza madhabahu ya The Baali, fire moto consumed the altar. ilichoma manabii wa Baali, The fire consumed the prophet of bakabachinja, Baal. bakabaua. They were slaughtered and killed. Na sababu ya hiyo yote And because of that, imemletea it's brought him Ahabu hasira. Ahab, the Ahabu anger. akapata kisirani. Ahab got angry. Watu wakasema The people say, Mungu wa Eliya the God of na Elijah, huyu ndiye Mungu, and this is the true sababu God. tuliona anashusha moto. Because we've seen the fire Hivi vyote ascending. vilifanyika kwa nguvu za A Eliya, lot of things were done by the power lakini of the word of the prophet. haikutuma nyuma
nyuma ya pale, because he didn't miss after that, Jezebeli Jezebel, mke wa Ahabu, the wife of Ahab, salipata zile habari when he got the message kwamba Eliya that Elijah, anaua manabii he wote, killed all the prophets of Baal, kisirani kamupanga, and he rose up in sababu anger, katika wafalme waliotawala mubaya because among the king that ruled Israeli, in Israel, Ahabu alikuwa. Ahab was a man. Na Biblia inatuambia ya The kwamba Bible is telling us Ahabu ameharabika, Ahab was destroyed. amebomoka, He was destroyed. amevurugika, He was confused. ni kupitia mke wake It is Jezebeli. through his wife Miungu Jezebel. aliyoileta, The God that he brought, miungu aliyoileta the God that he brought, ikaharibisha mfalme, destroyed the kingdom kiasi watu wote until all the nation wakaanza kuiabudu started worshiping the na God, wakasahau Mungu wa Israeli. forgetting the God Na of Mungu wa Israel. Israeli And the God of ni Israel, Mungu pekee, He's the only na badala God. yake hakuna mwingine. And after him there is no Yule hana other. konkira, He have got yule hana no wa adversary. kulinganishwa na He yeye. doesn't have anyone Maandiko to ilituonesha ya kwamba and God shows huyu that mama akapata kisirani. this mother got Wajuu angry kuko wa mama wengine because we have other hawana mothers. hata saa ya kusaidia waume They don't zao, have time to help their lakini ni husbands. kuwaharibisha tu kichwa. It is only destroying their Kisha health. anaona mtu anakuya na mapresha, When you see someone coming pahali with pressure, amtulize moyo, instead of bringing pahali them down, amwambie acha usitende telling them hiki. no, don't do this. Kesho wengine watatuambia nini? Others, what will they Unakutana tell yanzo us? anaanza chochea, Finding they are na just ni kweli fueling ule the ni fire. adui wangu ule, That is my enemy. kwanza nisimwonake tena. I don't want to see them Unakutana na kwa anymore, mlango wa shetani because that is a door of the kwamba devil, aharibishe so taifa. that they can destroy Lakini the nation. wamama wa But the Yerusalemu mother of Jerusalem, tunawatakia neema ya Mungu we are wishing the na grace of wanawake God wa kusaidia waume to be zetu. the wives Yesu who apewe hold their sifa sana. husbands. Na hii And this ilituma Yezebeli made Jezebel anapata kisirani to get na angry mpaka akafuatilia until she followed up mtu wa Mungu Eliya. the servant of God Maandiko yanasema Elijah. ya kwamba The scripture says aliposikia zile habari, when he heard the news, aliposikia zile habari, when he heard the news, maandiko yanatuonyesha ya kwamba Bible is telling us that kile kisirani akasema hivi, she said, ndaangalia nami I will also see huyu Eliya amebaki peke, this Elijah na is remaining ndamfuatilia alone, mpaka akufe. and I will follow Hivi him anaua up hawa until death, manabii wote, because he has killed all these prophets. ndamfuatilia mpaka I akufe. followed up by him Mungu until he akusaidie died. sana. May the Lord help you. Anayekufuatilia asikupate, Whoever follows lakini you, neema I ya shall Mungu not get you. ikufunike. But the grace of God should Biblia cover them. inatuambia ya The kwamba Bible is telling us alimfuatilia, he followed na up on Eliya him. alipopata zile habari, And when Elijah got the nguvu news, zikamwisha. he was Vitu vya decreased into kukatisha watu power. tamaa viko vya mingi sana, na mwalimu alituambia hivi, And the preacher told us, vile vitu those things unaweza kutaniwa jana ulishinda, you now found yesterday, lakini leo tena, but again today, sababu unaona tena vinajirepete, they come again mpaka unakuwa kumbuka until you na remember, tumaini linapotea. and the hope is Lakini gone away. Mungu atusaidie, But may the Lord help tusiwe us. watu wa kukata We tamaa. shouldn't be people who are running Kupitia hii out from our faith. maneno, Through this word, kupitia hizi habari, through this news, Eliya akaogopa. Elijah Eliya got akaogopa, afraid. Elijah na got katika afraid. kuogopa kwa Eliya, And when he got maandiko afraid, yametuambia ya the kwamba Bible says akaregea, he was akasikia shaken. hawezi tembea tena, He felt like akasikia hawezi fanya hatua he tena. cannot do any Vile step. vile na weye, The same way with kuko you. wakati unakutanako na jikaza, There is a time you find lakini yourself maneno yourself, ulisikia but what you inakuvunja want, moyo, it breaks you down. inakukatisha tamaa, It breaks your hope. inakuregeza. It makes you weak. Presio ulikuwa naye na katika, Pressure you had bidii right ulikuwa naye na The katika, courage you mpaka had is unasikia gone. nguvu zinakuishia. Until you feel you run Aseme away from your katika haya and in Eliya shame. akatafuta kukufa. Elijah wanted to Eliya die. akaomba kifo, Elijah requested for a death. akakimbia. He ran away. Kimbia yake Running away, akatafuta kifo. he looked for a death. Mungu atusaidie sana. May the Lord help us. Mtu siku anatafutaka kifo, When one is looking for the haiko death, njo siku it's anakufaka. not the day that he Lakini eventually siku unaweza dies, penda usikufe, but the day that you really don't unaweza want to kutana die. njo nakufa. It is now the day that Vile you njo vinakuwa die. kama dunia. That's what happened Mungu in the world.
atusaidie sana. May the Lord help us. Biblia inasema kwamba the Bible says that Elia njoo Mungu akamwambia, Elijah God told him, acha usitafute kifo. stop, don't look for death. Utafanya ni vya mingi. Because you still have a very good thing nataka to do. nikwambie hivi. And I am telling hata you, unakutanana na shida even zae, if you're facing a problem, utafanya ni what you're vikubwa still sana do zaidi ya vile vyenye ulishafanya. Yesu apewe sifa. Praise the name of Jesus. Vyenye ungali utafanya What you are still going ni vya to do, mingi sana it is greater kuliko vile vyenye than what vilishapita. you have done. Lakini pamoja na hiyo yote, because of all hata that, ukutanane na maneno even magumu, though you come hata across ukutanane na with words, vizuio vikubwa, even though you come wewe across with usivunjike things that moyo, don't wewe run away from usikate your hope. matumaini. Don't run away from Songa your hope. mbele, Move forward. tumaini likingali. The hope is Mungu still anaweza there. kutengeneza tena God can vitu do vyenye again vilishaharibika. things that have Yesu been asifiwe destroyed. sana. Praise Na the mwalimu Lord Jesus. akatuambia hivi, And the preacher told us kilichofanya Elia apate kuomba kifo what Elijah made him to ask for the death. ni boga. It is the fear. Boga ikiingia mtu, When the fear enters in a person, anaikala, he sits down, anaanza jifichika, start hiding, anaanza bunda, start hiding, anaanza kimbia. start running away. Lakini pamoja na hiyo, But among all mwenye those, iko na neno la mwisho, the one who has the hata last kama word, watu waliongea maneno, even though other people hata have kama spoken Yezebeli words, alisema vya mingi, even though Jezebel hata has kama Yezebeli spoken, anaongea maneno ya kuvunja even moyo, though Jezebel has lakini broken your nakwambia mwenye kona kauli ya the mwisho one having ni the Mungu wa last word Israeli. is Sema the amena. God of Mwenye kona neno Israel. la mwisho kwa The maisha one yako, having the last word on your life Mungu ye is peke. only God. Ndio anamwambia lamuka ukule, God told him, stand up, eat, kamata chakula, mkate iko pale, take the bread right here, kamata kinywaji ukunywe, take the drink, telesha safari. move forward with the Aseme journey. Elia kakula na kakunywa Elijah kwa drank chakula and ate kile, kwa chakula kile through that food. akatembea He moved siku forward 40 40 mpaka days akajiretrouve, until he anafika found himself kumlima wa Bwana. to the Na mountain Mungu of God. akusaidie And may the Lord help ufike you kwa mlima wake, to reach his hata kama mountain. shida ziko mbele yako, Even though problems are lakini there, upige mbio but move uone forward. ukanyage kwa mlima wa Bwana. the mountain of Mlima wa God. Bwana ni kusema The mountain of God is pale saying, kwenye Mungu alitaka where uende. God wanted you to be. Haleluya. Hallelujah. Siko kule zaidi leo, I'm not there that mahali much. tunasoma Where we've read taifa la Israeli, the nation of Israel, Mungu anawaambia God is telling them, hivi, mmetoka katika nchi ya Misri, as you are coming out from mnaenda Egypt katika nchi and you are going to ambayo the country inatiririka maziwa na of asali, land and milk, maziwa na asali, milk na and ile honey, maziwa na asali and the milk and honey, mtakula na mtaenjoy, you will eat and enjoy. mtafurahi na You will mtapenda, rejoice and be happy. mtastarehe na kusahau utumwa. You will sit and forget Maandiko the inasema slavery. The Bible says walipokuwa Kanani when they were in Canaan, wanajikutana tena, they found themselves wako again. wanapelekwa uhamishoni, They are again being wako taken back. wanapelekwa tena They are being taken kwenye back nchi za kigeni, to the mpaka land kunakuwa of maswali. enemies. Until they ask Wakati themselves, moyo wametekwa, sometimes they were taken. wamepelekwa Babeli, They were taken in na kule Babel. Babeli walipelekwa, And there in Babel, Mungu anasema God told them, itakapofika miaka 70, when it reaches 70 miaka years, 17, 70 years, mutarudishwa tena, you'll be taken mutarejea tena, You'll be taken mutarudia mwinchi yenu. you'll be taken to Ni your maisha land. gani haya? Which kind of Na life maswali is this? labda yalikuwa mengi. And Mbona questions Mungu were many, alituambia because God told tutaenda us katika nchi ya we will ahadi, go into ahadi na promised tugeuka, land. And then tunaanza we change kukutana us, tena, finding tuko ourselves katika uhamisho, in tunapelekwa slavery. pelekwa Babeli, We are taken away to tunapelekwa Babel. pelekwa kumiungu. We are taken away from the Inakuwaje gods. hivi? What is happening? Watu wakakuwa na wasiwasi, People were afraid watu wakakata matumaini. and they ran away Ni from their maisha hope. yenye mtu unaona, It's a kind of love that you unaweza see. kuwa na mahitaji You might have requests, na mahitaji sena jibiliwa, and when the requests have been unazania se answered, binaishia and pale, you might think that it's na walio over, wengi wajinga wao and many people are fooled. wanaambia Mungu They olele, tell God bye goodbye. bye, Goodbye, tunamalizana Jesus. mimi na weye. It is done Kama with mtu us. alikuwa mwimbaji If you were a singer, anasema hakuna vingine they say tena, there's nothing else. nilishapata jibu ya mahitaji
Kama mtu alikuwa mwombaji na wengine wanasema nilishapata kile nilikuwa tafuta. Kama mtu alikuwa Mkristo wa kuheshimia programu za kanisa, anasema mimi naviachia pale, nilishapata kile nilikuwa tafuta. Na kuambia hivi, hatukuyake tafuta vitu kwa Mungu, lakini tunakuyaka tuikale kwa Mungu milele hata milele. Vitu vikuwe wala visikuwe, whether you get or not, tuko tu kwa Baba. We are just the Bwana Yesu apewe sifa. Praise the name of Jesus. Hello. Tuko pamoja? Are we together? Munanifuata? Are you following me? Tufanye hivi tuone. Just raise up Mungu your awabariki sana. Praise the name of Jesus. Pamoja na gisi Mungu anaweza kujibia leo, together on how God kale ka probleme uko nako, the problem you have, kale ka shida uko nako, the problem you have, ile tatizo yako, that challenge you have, lakini usifikiri binaisha. Don't think it is over. Maisha haya, this life, hayana raha. It got no happiness. Tuambia kwa hii juma habari za kukula, tunaweza kula vyakula vyote kumeza, tunaona tunatandika, haiko njo mwisho wa maisha. Ngali mengine ya kutusonga. Unaweza sema Mungu anipe bwana niolewe, lakini unaweza olewa ndio safari ya mateso inaanza sasa. Unaweza sema Mungu nipe mwanamke nitoke mubuseliba, kumbe ndio safari ya shida inafunguka. Habatokake kwa Mungu. Wakati wote tukingali mudunia, tushikamane na Bwana. We should stick on God. Hata vile vilitatuliwa jana, even though you were kama kuko vingine sababu vitakamata ingine sura. We still have other things because they take another picture. They will take another picture. Si enjoy mpaka sahau kwa Baba. Don't rejoice until you forget God. Si enjoy mpaka sahau Muumba wako. Don't rejoice until you forget God. Biblia inasema Israeli wanasangala. Israel were amazed. Maisha gani haya? Which kind of life Mungu ndio alituambiaka tutarinzi nchi ya ahadi. Lakini binakuaje tena tunarudia huko? What is happening that we are coming back? Tena namna gani tupelekwe hivi? What it means to be taken kwa ile miaka 17 Mungu alisema wengi wakaanza kukata tamaa. Wengi wakavunjika mioyo. Wengi wakapoteza matumaini. Wengi hawakuvumilia tena. Wengi wakarudi nyuma kiroho. Backslided spiritually. Njoo Mungu anainua nabii. It's why now God rose up the Yeremia anachomoka. Jeremiah came. Kisoma Yeremia 29. When you read Jeremiah 29. Ile haya ya 10 nadhani. Haya ya 10 ndio. 20 I think. Njoo anabambia hivi. It's why he's telling them. Yeremia anachomoka. Jeremiah Mungu anamwambia watu walishakata matumaini. People have run away from their hope. Lakini waambie kama. But tell them. Mimi Mungu. I the Lord. Niko na jirefere. I'm still referring. Kwa ile 70. Kwa ile miaka 17. Nilisemaka watatoka. That I said they will move. Sharti watoke. And they must sababu mawazo niko na wawazia. Haiko mawazo ya mbaya. It is not evil. Kama viko vile. Lakini ni mawazo mazuri. Mawazo ya kupatia matumaini, mawazo tena kuwarudishia furaha kwa siku hizi za mwisho. Pigia Yesu makofi makubwa. Mawazo Mungu iko na kuazia, haiko ya mbaya. It's not to destroy you. Shida, ile tatizo, pale majirani, toba na kuazia kabya mbaya. Lakini mawazo ya Mungu, kwa mawazo mazuri tu yako. It is good thought for you. Amen, amen. Amen. Ambia mwenzako tena usikate tamaa. Tell your neighbor, don't run away from your hope. Hata safari iko ndefu usikate tamaa. Even if the journey is too long. Hata safari kuchokesha usikate tamaa. Even if the journey stresses you. Jina la Bwana libarikiwe sana. Praise the name of Jesus. Mahali tunasoma katika kitabu cha Ezekieli. Where we've read in the book of Ezekiel. Biblia inatuambia kwamba the Bible tells us Mungu anaongea na nabii Ezekiel. He's talking to prophet Ezekiel. Wakati wako katika maisha haya. When they were in such a life. Nchi za uhamisho. To the land na Yerusalemu inabomolewa. And Jerusalem was destroyed. Hekalu limesambazwa. The temple is ndio wakati tunasikia manabii wanainuka. It's when now prophet rose wanachomoka. They came up. Na haiko manabii wa bongo. Not only balikuwa manabii ba kweli. Not false na manabii ba nguvu. Na katika manabii wa Israeli huyu Ezekieli
Ezekiel alikuwa nabii mkubwa, was a major prophet. alikuwa nabii mkubwa katikati ya wale manabii. Na maandiko yanasema ya kwamba roho ya Bwana, ukisoma ile chapitre, roho ya Bwana ilimchukua ikamuongoza mpaka ikamupeleka kwenye bonde. Na wakati nampeleka katika bonde, aseme Mungu akamuuliza, Ezekieli, unaona nini? Nini yenyewe unaona huku? Akamwambia Mungu, mimi naona bonde hili linayala mifupa, linayala mifupa. Naye akamuuliza hivi, sasa hivi unaona mifupa? Now as you can see bones, mifupa inaweza kuishi can tena? these bones live again? Nadhani I think ilikuwa swali ya nguvu. it was a hard question. Ilikuwa swali ya uzito. It was a heavy question. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the name of Jesus. Sababu kwa kawaida ya watu, because normally mtu kama alishakuwa mifupa, when someone is now being bengi banaanza kumtayarishia serikali. A lot of it means bengi banaanza mtilia siku za kukufa. People have hata munganga kuko wakati banaweza kupeleka, even the doctor they anakuambia hayo ndio mlingo ya mtu anakuwa hivi. How did you wait for this person to mifupa mikavu? This dry bones. Mikavu ni kusema ya kukauka. Bonde linayala mifupa. All the valley was plenty of bones. Ezekiel wakati Mungu anamuuliza, when God asked Ezekiel, can these bones live again? Ezekiel akawaza. Ezekiel thought, Mungu hasahau kitu. God cannot forget Mungu anything. God knows everything. Na kuniuliza kwake, and him asking me, hatake mimi njoo nimfahamishe. He doesn't want me to inform him. He doesn't want me to inform him. Majifunzo kwangu. He doesn't want lessons from me. Mtu akili anakuswali, when you see a wise man asking you, it doesn't want solution. Mind yako. He's just testing your capacity. Akili yako. He's testing your capacity. Sikutaona mtu mwanajua, when you see someone who knows asking you a question, kwake na haraka kujibia, don't be quick waza utajibia nini? Kuna maswali mengine za kufrape. Ndipo nabii akawaza, sitakaramukia kwa aibu nabii. Hakukuwa sana nabii wana kivale, hakukuwa saba nabii hapa kusema vyenye abajue, kukabiri vya Mungu hakubatuma. Habajuake mabunabii mbili, ni balozi tu, rather than witch people. Biblia inasema kwamba the Bible tells us that Ezekiel akajireserve, akaambia refrained himself, ni wewe wajua Bwana. It's you who knows. Pigia Yesu makofi. Bring your hands for Jesus. Sikutaona vitu vinakuwa nguvu. When you see things are becoming, jua kujimetrize, know how to refrain, jua kujizuia, know how to refrain yourself. Vitu vikikupita akili, when things pass you vikikupita nguvu, when things are vikikupita fahamu, when things pass you understanding, kimo, when things pass jua kujimetrize, know how to refrain, jua kujizuia. know how to Anajua vyote atakutetea, anajua vyote atakusemea, anajua vyote atakupigania, anajua vyote atakupigania. He will fight for you. Ndio nabii akajizuia. Ni nabii mkubwa wa Israeli. The prophet haiko saibu karamisi yetu tunakimbia kwa nabii wa uongo. Iko anasema vyenye wrong prophet. Aliona tu kama unaweza pata kilo 2 ya sukari. He knows that you can just get 2 kilos of sugar. He say, Father, niko na message yako. I have your message. Niko na message yako. I have your message. Hey. Unaona? Now you know. Mwenye anakusumbua vile, the one who is tormenting you, ni ule jirani. It is that neighbor. Mungu alinionyesha. God showed me him in vision. Ndiyo Mungu anaweza kuongea. Yes, God can speak. Lakini nabii na kivale bako babongo sana. But prophets of Nakival, na Mungu atusaidie sana. May the Lord help us, man. Tusiwe wakavu. We shouldn't be dried. Tusikuliwe. So that we shouldn't be eaten. Amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Praise the name of Jesus. Walimu alituambia hivi, tujikaze kukuwa na macho, sababu mtu akisinzia kila kitu kinaweza kumupita. Unaweza kunaswa, unaweza kubanwa na wajanja, unaweza kubanwa na wale manabii wa uongo, sababu Jobe Yesu anasema ni mbwa mwito, wanavala tu ngozi ya kondoo, lakini ndani yao ni mbwa mwito. Na hata hapa hivi wengine tunabazania ni kondoo, kumbe ni mbwa mwito. Na Baba
anawajua. And God knows them. Hallelujah. Amen. Israeli wanakata matumaini yote. Israel was running away from their hope. Lakini Mungu anakuja anawaambia hivi. Came and told them, msiogope. Ndio Mungu anaanza ongea na Ezekieli. Anamwambia hivi bonde yote unaona ni ala mifupa. As you can see all these valleys, plenty of bones. Toa unabii. Prophesy. Hallelujah. Amen. Toa unabii. Prophesy. Atabitu bigangale, even though things atabitu biharibike, even if usikosake kujitabiria wewe peke. Don't miss to prophesy over yourself. Bakutabiria. Don't wait for prophecy. Wewe peke. Siseme vya mzuri. Kama walitangazwa utakufa, nitangazia nitaishi. Kama walikutangazia hutaenda, nitangazia nitaenda. Kama walisemaka kwamba hutafaulu, fikiria maneno. Tengeneze unabii yako wewe peke. Kesho utavala mwili. Tomorrow it will Biblia iko wazi ya kwamba the Bible is clear utavuna that you will reap matunda ya kinywa chako. The fruit of yaani vile vyenye mtu anazikiriaka what you na kesho anaweza viishi. Tomorrow you can live. Ukikatala ulize mwizi kumsalaba. And if you don't want ulize mwizi kumsalaba. Ask the robe but mwizi moja anasema that robe tuokoe. Lakini mwingine anasema hivi, mimi najua wewe ndio uko na uwezo. I know you've got power. Siwezi kukukaramukia yako. Mimi najua nguvu zako. Unaweza